ya Suratul Maida. Jana tulisimama aya ya 37 baada ya kukiona kisa cha watoto wawili wa Adam na yale yaliyojiri na kutokea kwa wana wa Israeli kutokana na kisa cha hawa vijana wawili Qabil na Habil. Lakini pia tuliona hukumu ya wale wenye kufanya matukio ya ujambazi, na tukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza hukumu ya at-tawassul bil a'mal salihah, kutawassal kupitia matendo mema. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Aya hii Mwenyezi Mungu anatutaka tutawassal, tukitaka kumfikia yeye tutawassal kwa kutumia matendo yetu mema, kwa kutumia ibada zetu. Tutawassal kupitia taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutawassal kupitia asmaullahi alhusna, majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ulama wakatuwekea tayyib al-asma, wakatuwekea wasila tushafi. Mule kuna majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanayotumika ikiwa ni wasila wa kukusogeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tulisimama aya ya 37 ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim. Siku ya Kiyama makafiri wakiwa ndani ya moto watataka kutoka motoni. Yuriduna an yakhruju minan nari, makafir watataka kutoka ndani ya moto. Wama hum bikharijina minha, na hawatakuwa wenye kutoka ndani ya huo moto. Walahum adhabun muqimun, na wanastahiki wao adhabu yenye kudumu. Adhabu muqimun ay daimun la yanqati', ni adhabu yenye kudumu na kuendelea isiyo katika. Jana tulisimama hapo. Leo tunaanza na hukumu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala na adhabu aliyoiweka kwa wezi. As-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala jana alituelezea hukumu ya majambazi. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Tuliona kauli za baadhi ya ulama
wakichanganua adhabu ya majambazi kupitia aya hiyo. Kwa ajili ya tadhkira, kukumbusha, tulisema ulama wanasema ikiwa mtu ataua na kuchukua mali, basi huyo mwizi akipatikana auawe na asulubiwe, na endapo atachukua mali tu basi na kuua, basi atatakiwa akatwe mkono wa kulia na mguu wa kushoto. Na kama ataua na akawa hakuchukua mali, maana yake na yeye atauawa. Na kama atakuwa ametishia, hakuua wala hakuchukua mali, basi huyu atahamishwa katika mji aliyokuwa anaishi na atapelekwa mbali. Hukumu hii inawahusu majambazi. Aya tunayoanza nayo leo inawahusu wezi wa kawaida. Wasariqu wasariqatu, anasema qara'atu yawman hadhihi al-aya, siku moja nilisoma aya hii, wasariqu wasariqa, na wakati nikiisoma, walila jambi a'rabiyun, pembezoni mwangu kulikuwa na bedui mtaalamu wa lugha ya Kiarabu. Nilipoisoma aya hii, wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma nakala min Allah, faqultu wallahu ghafurur rahim. Mwisho wa aya nikasema wallahu ghafurur rahim, badala ya kusema wallahu azizun hakim. Akakosea, anasema nikasema wallahu ghafurur rahim sahwan, nikasema Allah ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma, lakini nilitamka haya kwa kusahau. Faqala al-a'rabi, yule bedui aliyekuwa pembezoni mwangu akaniuliza, kalamu man hadha, kwa bwana haya maneno unayasoma ni ya nani? Sababu aya ilipotoka wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma nakala min Allah, alafu mwisho Mungu anamalizia, Mungu ana huruma, Mungu mwingi wa kusamehe, wakati tayari ukashakata mkono. Ukata mkono na kuhurumia na kusamehe ni vitu viwili tofauti. Akamuuliza, kalamu man hadha, maneno ya nani haya unayoyasoma? Faqala kalamu Allah, naambia maneno ya Allah. Faqala bedui akasema, laisa hadha bikalamillah, maneno hayo uliyasoma si ya Allah. Nirudia tena kwanza. Anasema fa'idtu, nikarudia, watanabahtu, nikagundua kwamba nimegusia, nimekosea. Faqultu, nikasema wallahu azizun, Allah ni mshindi mwenye hikma. Faqala na'am hadha kalamullah, yule bedui akasema sasa uliyoyasoma ni maneno ya Allah. Faqultu, nikamuuliza, ataqra'u al-Qur'ana, wewe kwa Qur'an unasoma? Qala la, nikasema hapana. Akasema hapana. Akamuuliza al-Asma'i, kumuuliza yule bedui, fa min aina alimta anni akhta'tu, kama wewe Qur'ani husomi, umeelewa vipi kama mimi nimekosea? Faqala ya hadha azza fahakama faqata'a, ya hadha, ewa azza, Allah ametukuka na kupata ushindi. Fahakama, akahukumu kwa mwizi. Faqata'a, akakata mkono. Walau ghafara wa rahima, laiti kama Allah angelisamehe na kuhurumia, lamma au lama qata'a, asingelikata mkono. Kwa hiyo ule usulubu wa yale maneno uliyoyasoma yalionyesha kwamba ulichokisoma hayakuwa
mwisho wake ni huo, asingekata mkono Allah, asingelisema as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma nakala min Allah. Haiwezekani huko atoe adhabu alafu mwisho ajisifu kwamba yeye ni mwenye huruma mwingi wa kusamehe. Kwa hiyo maana mwisho wa maneno ya Allah ukisikia wallahu alimul hakim, wallahu ala kulli shay'in qadir, kila ibara imekaa pahala panapostahili. Ukibadilisha na ukaweka ibara nyingine, Qur'ani inakataa. Imam anasema akifasiri aya hiyo, wasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, anasema kullu man saraqa, kila aliyeiba, rajulan kana au imra'atan, sawasawa alikuwa ni mwanamume au mwanamke, faqta'u yadahu, ukateni mkono wake. Na sehemu inayokatwa mkono ni eneo hili. Ndio maana tulisema nyuma tulipokuwa tunazungumzia masala ya tayammum, baadhi ya madhahib wanasema tayammum inatumika katika eneo hili kwa sababu Allah amesema wasariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma, kateni mikono yao hao wawili, na sehemu inayokatwa ni hapa. Lakini wizi huu ni ule ambao utakapokuwa umefikia kiwango ni sawa, sio wizi tu wowote. Kwa mfano mtu labda amechukua vitumbua 5, 10, 20 akata mkono, mazingira yanaonyesha wazi kabisa huyu mtu alikula vitumbua hivyo na kuiba kwa ajili ya njaa. Kipo kiwango na ipo sura ambayo hiyo inaonyesha kwamba huyu mtu kweli ameiba. Katika vitabu vyote imeelekezwa hata hicho kitu chenyewe kiibiwe katika hirzul mithli, sehemu ambayo kitu kama hicho huwa kinahifadhiwa. Simu ya shilingi milioni 1 kama itaibiwa, lakini uliiacha nje nyumbani kwako barazani, ukafunga mlango ukaenda ukalala, akaja mtu akaichukua, ni kweli simu thamani yake kubwa, lakini hautoitwa wizi, kwa sababu kwa kawaida kitu kama simu hakiweki nje. Lakini kama alikwenda akavunja mlango akachukua, na tunasema huo ni wizi, kwa sababu amechukua katika hirzul mithli, pahala ambapo kitu kama hicho kinawekwa. Kwa hiyo Allah anasema jazaan bima kasaba, jazaan hali ya kuwa ni malipo, bima kasaba, kwa lile tendo alilolifanya, au jazaan bima kasaba, hali ya kuwa ni malipo kwa tendo walilolifanya hawa wawili, as-sariqu was-sariqa, ay mujazatan lahuma, ikiwa ni malipo kwa hawa wawili, ala fi'lihi al-qabih, kutokana na tendo lao lililokuwa baya. Kwa hiyo kukatwa mkono ni aljazau min jinsi al-amal, malipo hapo yamefanyika kulingana na aina ya utendaji uliofanyika. Kwa vile mkono ndio uliotumika kuchukua hicho kitu, basi ukakatwa mkono eneo lile ambalo kitu hicho kimechukua. Nakala min Allah, ay uqubatan min Allah, ikiwa ni adhabu kutoka kwa Allah. Na ndio maana jana tulisema hairuhusiwi sasa kwa mwizi aliyeiba simu, sijui kaiba TV ukamchoma moto, itakuwa hiyo sio nakala min Allah, itakuwa ni nakala min an-nas. Hiyo itakuwa ni adhabu kutoka kwa watu. Allah ameweka adhabu, ifuate adhabu yake aliyoiweka. Wallahu azizun hakimun, Allah ni mshindi mwenye hikma, al-hakimun fi shar'ihi, Allah ni mwenye hikma katika kuweka kwake sheria. Fala ya'muru biqat'i al-yadi dhulman, Allah atoi amri ya kukatwa mkono kwa dhulma.
aliposema ukatwe mkono, maana yake ni hikma ya Allah imetaka, kwa sababu mkono ndio ulioiba. Kama angelisema mwizi mtoweni macho, hikma ingelikuwa haipo. Lakini kwa kuweka amri ya kukatwa mkono mwizi, hiyo ndiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo utaratibu uliokuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, faman taba wa aslaha min ba'di dhulmihi fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Faman taba, basi yoyote yule atakayeacha wizi, ndiyo taba. Taba maana yake rajaa ani sariqa, karudi nyuma na kuacha wizi. Faman taba, basi yoyote yule atakayeacha wizi kutokana na makosa aliyokuwa nayo, anakuwa sawa sawa na mtu asiyekuwa na dhambi. Kwa hiyo hapa anasema faman taba, yoyote yule atakayerejea kwa Allah. Man ni katika alfadhul umum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana upendeleo kwamba fulani akitubia na kubali toba yake, na fulani kama akitubia sipo tayari kuipokea toba yake. Man ni alfadhul umum, yoyote yule atakayekuwa. Faman taba min ba'di dhulmihi, na yoyote yule atakayetubia baada ya tabia yake ya wizi, baada ya dhulma. Dhulma ni kukiweka kitu pahala sio pake, ile kuchukua cha mtu hastahiki akakitumia yeye ni dhulma. Na ndio maana Allah azza wa jalla akasema faman taba min ba'di dhulmi, yoyote atakayetubia baada ya dhulma yake, ay rajaa an sariqa, toba ya hapo maana yake akaacha wizi. Wa aslaha, ay aslaha siratahu, akarekebisha mwenendo wake kutoka katika mwenendo wa wizi, akaacha wizi. Alikuwa bingwa wa kuiba viatu msikitini, alikuwa bingwa wa kuparamia majumba ya watu wamelala, akaenda akachukua vyao, alikuwa bingwa wa kuchukua pesa katika mifuko ya watu. Aslaha siratahu, akarekebisha mwenendo wake. Wa amalahu, na matendo yake. Fa inna Allaha yatubu alayhi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ataipokea toba yake. Maana yake yaqbalu tawbatahu, Allah ataikubali toba ya huyu mtu. Fala yu'adhibuhu fil akhirah, na akhirah hatamuadhibu. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwenye kuhurumia. Baada ya Allah kuelezea hukumu ya wizi, anatueleza na kutoa angalizo kwamba ufalme wote huko katika milki yake. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh, yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jalla anaeleza ufalme wake ulivyo. Alam tara, kwani hukuelewa? Alam ta'lam, hivi hukuelewa? Anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh, anna Allaha, kama Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ni wake yeye tu, mulku samawati wal ardh, ufalme wa mbinguni na ardhini. Aya hiyo ni munasiba na maelezo yaliyopita. Mtu kaiba miaka chungu mzima, halafu anakuja kusamehewa, anaingizwa peponi. Usishangae hilo, kwa sababu ufalme wa Mwenyezi Mungu, mbingu na ardhini, ufalme ni wake, anafanya anachokitaka.
Kwa mtazamo wa kibinadamu, mtu aliyefanya maasi kwa miaka mingi na kipindi kirefu kupata msamaha wa Allah hastahili. Huu ni mtazamo wa kibinadamu, lakini kwa mtazamo wa Allah azza wa jalla, yeye kwake ni jambo la kawaida na ni jepesi kabisa. Ndio maana akaleta maelezo haya, alam ta'lam, kwani hukuelewa, kwani huelewi, anna Allah lahu mulku samawati wal ardh, kwamba Allah tu ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Imamu anasema alam ta'lam ayyuha al-mukhatab, kwani hukuelewa ewe Muislamu unayeelezwa, anna Allah ta'ala lahu sultan, kwamba ni kwa Allah tu mtukufu ndio kwenye utawala, al-qahir, uliokuwa au wenye kuteza nguvu, wal mulku al-bahir, na ufalme ulio mkubwa, wa biyadihi malakutu samawati wal ardi, na kwenye mikono yake yeye tu ndio kwenye ufalme wa mbinguni na ardhi. Hii ndio maana ya alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Uelewi, ukuelewa, ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na ardhi. Yu'adhibu man yasha'u, Allah anamuadhibu amtakaye, wa yaghfiru liman yasha'u, na Allah ndiye anayemsamehe anayemtaka. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Yu'adhibu man yasha'u ta'dhibahu, Allah anamuadhibu amtakaye kumuadhibu. Wa yaghfiru liman yasha'u ghufrana dhanbihi, na Allah anamsamehe amtakaye kumsamehe na kumfutia dhambi zake. Wa huwa al-qadiru ala kulli shay'in, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Alladhi la yu'jizuhu shay'un, ambaye hakuna chochote kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ufalme wa Allah au ufalme wa mbinguni na wa ardhini ni wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akisamehe ni kwa utashi wake, na akiadhibu ni kwa mamlaka yake. Allah haulizwi kwa nini umesamehe na kwa nini umeadhibu. Atakayemuadhibu atamuadhibu kwa uadilifu wake, na atakayemsamehe amemsamehe kwa hikma zake. La yus'alu amma yaf'al, Allah haulizi anachokifanya, wa hum yus'alun, na hao binadamu ndio watakaoulizwa. Allah azza wa jalla anaendelea kusema, na aya hii ikiwa ni kumliwaza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na magumu anayokutana nayo katika uwanja wa da'wa. Ya ayuha rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharin lam ya'tuuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة
kwa kumwita kwa jina la utume, ya ayuha rasulu, ewe mtume wa Allah. Alkhitabu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, maelezo hapo yanamhusu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya ayuha rasulu, anaambiwa kila anayewaitia watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khitabu li rasulillah, khitabu li kulli da'in ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo yanakwenda kwa mtume, lakini hayo maelezo yanaenda kwa kila yule anayefanya kazi ya da'wa. Fanya kazi ya da'wa hata kama na mtu mmoja. Usihuzunike kuona watu wengi da'wa yako hawaipokei, hawaikubali. Wewe endelea kufanya kazi ya da'wa. Tunakumbuka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapewa majukumu ya kazi ya da'wa, aliambiwa walirabbika fasbir, na kwa Mola wako kuwa na subira, kuwa mvumilivu, kwa sababu kazi ya da'wa inahitaji uvumilivu. Kwa hiyo ya ayuha rasulu, ewe Muhammad, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anatufundisha kumwita mtume, tumwite kwa jina hili, ya ayuha nabii, ya rasulullah, ya nabii Allah. Ni su'ul adab, ni adabu mbaya kumwita ya Muhammad. Hii ni lugha ya adabu. Qur'ani inatufundisha namna ya kuzungumza na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe Allah hakupatapo ndani ya Qur'ani kumwita kwa jina lake ya Muhammad. Soma Qur'ani yote ukuti ya Muhammad, utakuta ya ayuha al-muzammil, ya ayuha al-mudaththir, ya ayuha an-nabiyyu idha talaqtum an-nisaa, ya ayuha ar-rasul, kama hii ya ayuha ar-rasul, ewe Muhammad. Laini na darasa ndio nafunga jamani, basi kwa sababu gani? Watu wachache, lakini katika haki hatuangalii uchache wa watu. Kama min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira, makundi mengi ya watu wachache yamewashinda watu wengi. Ukisoma katika historia na kutubu taarikhi, wanachuoni wakubwa, aimmatul a'lam, wanachuoni wakubwa kama Ata ibn Abi Rabah, sayyid fuqaha al-Hijaz, darasa yake ilikuwa inahudhuriwa na watu hawazidi 9 wa 8. Wanachuoni mkubwa ambaye alikuwa anatoa fatwa mbele ya Abdullah ibn Abbas, mbele ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anatoa fatwa. Yeye si sahaba, lakini wanafunzi wake walikuwa hawazidi wa 8, mwisho 9. Kusoma katika adabu talab al-ilm maali, utakuta wanachuoni walikuwa wanafanya kazi ya da'wa, hawahuzunishwi kwa sababu ya yale wanayokutana nayo. Kwa hiyo mtume anaambiwa usihuzunike, analiwazwa, kwa sababu tunakumbuka Sayyidina Nuh amewalingania watu wake miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama. Ulama tarikh wa sira wa tafasiri wanasema watu waliowapata hata 20 hawafiki miaka 950, karne 9. Wafuasi waliokubali hawafiki 20. Sasa analiwazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Sheikh akasema al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, maelezo haya yanahusu Mtume ala wajhi tasliyati, katika namna na njia ya kumliwaza Mtume. Usije ukakata tamaa kwa sababu ya kuhuzunishwa na hao unaowalingania. La tataathar ya Muhammad, usiathirike ewe Muhammad, wala tahzan, na wala usihuzunike lisanii alladhina, kwa sababu ya
bisur'a, na wanaingia kwenye ukafiri kwa haraka. Usihuzunishe nao. Min alladhina qalu, miongoni mwa wale ambao waliosema. Min alladhina qalu, miongoni mwa wale ambao waliosema amanna, tumeamini, lakini wameyasema hayo biafwahihim, kwa midomo yao tu. Walam tu'min qulubuhum, na wala hazikuamini nyoyo zao. Kwa hiyo imani ya kweli ni ile inayothibitishwa na moyo. Laisa al-imanu bitamanni, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, laisa al-imanu bitamanni wala bitahalli, haikuwa imani kwa kutamani na kujipamba, joho kubwa, kanzu kubwa, kofia kubwa. Si imani. Walakin al-iman ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ya kweli